Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa taasisi, makampuni na watu wenye uwezo wa kuunga mkono jitihada zinazofanywa na waandaaji wa mashindano ya kuhifadhi Qur'an nchini kwa vijana na watoto, kwa kuwa yanakuwa na faida nyingi, ikiwemo ya kuwajengea vijana katika misingi bora ya hofu ya Mwenyezi Mungu na kuwa na raia wema wenye maadili mema. Dr. Hussein Mwinyi ametoa wito huo katika mashindano ya 26 ya kitaifa ya kuhifadhi Qur'ani yaliyoshirikisha mikoa 30 ya Tanzania bara na visiwani. Amesema ari na kasi ya vijana wanaosoma na kuhifadhi Qur'ani nchini imeendelea kuongezeka na kuwataka wazazi pamoja na walezi kuhakikisha wanashirikiana katika kuwezesha kuwaratibu ili kuongeza vijana watakaokuwa waadilifu katika taifa. Taasisi mbalimbali na watu binafsi kusaidia katika kufanikisha shughuli kama hizi na mambo yote ya kheri, kwani kufanya hivyo ni kuzidi kuimarisha Uislamu pamoja na kuimarisha ustawi wa jamii. Tumesikia hapa kazi kubwa ambayo imeshafanywa na taasisi hii tokea ilipoasisiwa. Napenda nikuahidini ushirikiano wangu binafsi katika kufanikisha shughuli mnazozifanya. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana ametoa wito kwa Waislamu, walimu pamoja na wasimamizi wa vijana waliohifadhi Qur'ani kuhakikisha wanawalinda na kuendeleza ili kufikia malengo yao. Tuwaangalie vijana hawa, isiwe ndio baada ya kuona vipaji vyao kisha tukawatupa. Wale ambao wanatufadhili na wale ambao ni wasimamizi na wale ambao ni walimu zetu, majaji zetu, tuwaangalie hawa vijana, tuangalie namna gani tunaweza tukawalinda. Miaka baada ya miaka tunaona viwango vinazidi kuwa vya juu. Tunawashukuru maustadhi na walimu wa madrasa kwa kuwasimamia hawa vijana, na kama alivyosema Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ni kuwa ni dalili njema kuwa tunajenga kizazi kijacho ambacho kitakuwa na maadili mema. Mashindano yameenda vizuri sana, washiriki walikuwa wote wazuri. Kwa kweli kazi kubwa wamefanya ni majaji kuweza kujua nani ni mshindi. Maana sisi tulikuwa tumehudhuria kwa nyuma, tulikuwa tunasema huyu atakuwa mshindi, anayekuja mbele yake tunasema huyu ndo atakuwa mshindi, lakini kazi kubwa wameweza kuifanya majaji kuweza kuwatoa mashindi. Katika mashindano hayo, kijana Ismail Yusuf Hamadi kwa upande wa vijana wa kiume na Sumaya Shuaib Othman kwa waliohifadhi juzuu 30 kutoka jijini Dar es Salaam waliibuka na ushindi wa kwanza na kujinyakulia kitita cha shilingi milioni 5 kila mmoja. شمسا ولا زمهريرا. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Waziri Mkuu wa Jamhuri